Karibu katika episode ya 9 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 8, basi hakikisha unagusa cheki pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 8 ni baada ya kushuhudia kwamba secretary alikuwa akiota maono ya kwamba alikuwa ameweza kumuua Mwamba Junje. Alikuwa si mwingine bali ni rafiki yake wa karibu anayefahamika kama Nandu, pamoja na Mwamba Jayani, yule mtoto wa mama wa kambo ambaye anamendesha sana mzee wake na lengo lake ni kupora madaraka ya familia nzima. Lakini pia tuliweza kushuhudia Mwamba Junje akiwa na taarifu polisi kwamba anahisi kwamba huyu muuaji huenda anatumwa na familia yake na huenda inahusiana sana na masuala ya urithi katika familia yake. Pandehani hakutaka kabisa kupuuzia taarifa hizi, na siku ya leo moja kwa moja kaanza upelelezi wake. Na ili misheni yake iweze kwenda vizuri, akaona ni vyema watumie hawa kikundi hiki cha matapeli, kwa maana akina Nandu pamoja na huyu Junje, kwamba wanatakiwa kufanya upelelezi, na wakaomba mbinu gani ambayo anaweza kutumia, na jamaa wakaweza kumpatia mbinu kwamba waende kama wafanye usafi. Kitu cha kwanza, Nandu akatimba katika lile box la maoni ama linaloleta barua pepe. Kwa bahati mbaya sana akakuta kuna barua nyingi na huwa hazisomwagi kabisa, na mwisho wa siku wakawa wamefanikiwa kuweza kuingia ndani. Kumbuka kwamba wanaingia kwa tahadhari sana wakiwa wamevalia mavazi meusi. Hawa wanapajua vizuri hapa ndani, lakini hawakutaka kabisa kuingia kama kwamba wanafahamika, kwa sababu lengo lao ni kufanya upelelezi. Nandu alipewa kazi moja tu, kumzubaisha huyu mfanyakazi wa ndani, kuhakikisha kwamba mpaka wanaenda kukagua katika vyumba mfanyakazi asiweze kushtuka kitu chochote. Na upande wa Taeho, mtaalamu wa mitambo, kazi yake ilikuwa ni moja tu, kuhaki CCTV kamera zote zisiweze kurekodi matukio haya. Na upande wa baba Junje, kwa sababu yeye ndio mwenyeji wa nyumba hii, yeye ilikuwa kazi yake ni kuweza kupekua na kuweza kutoka na mafaili yote yanaonyesha ushahidi ya kwamba huyu mtu ni mhalifu ama anahusika katika vitendo vya kumwagiza yule muuaji. Sasa Mwamba Junje moja kwa moja akawa anaingia mpaka katika chumba cha baba yake. Alipofika alikuja kushangaa kuona kwamba baba yake hana uwezo wa kuona. Akawa anauliza, ni nani mwenzangu hapa ndani? Na Mwamba licha ya kwamba alikuwa anamchukia sana baba yake, lakini akajikuta mpaka anatoka na machozi. Akamwambia baba yake kwamba mimi mwanao nimekuja kuchukua kwa sababu mke wako inaonekana kuna vitu ambavyo anakufanyia na lengo lake ni kuweza kuiba mali za familia yako. Lakini mzee akaendelea kukazania kwa kusema kwamba mke wangu ni mkalimu sana na ananisindikizaga hospitalini kila siku na kila siku ananipatia dawa, na akaniambia kwamba tatizo langu la macho linaweza kupona kwa kufanyia upasuaji. Ananijali sana, aweze akafanya mambo hayo. Lakini Mwamba Junje akamwambia kuwa mama ndiye ambaye anawatumaga majambazi kuja kuniteketeza mimi. Mzee akasema kwamba unadhani mimi sijui kwamba wewe ni mjanja sana na tapeli? Najua kabisa umekuja katika nyumba hii na lengo lako ni kuweza kunitapeli. Kwa sitapeliki hata kidogo, naomba utoke katika nyumba yangu. Huyu mfanyakazi wa ndani alipokuwa anasikia makelele mengi sana kule chumbani kwa mzee wake, moja kwa moja kabidi kumpigia Mwamba Jian na kusema kwamba naomba haraka sana uje nyumbani kwa sababu kuna mtu inaonekana yuko chumbani kwa baba yako na anapigishana naye kelele. Hapa Mwamba akakuja kugundua kwamba huenda huyu bidada alikuwa ameagizwa kwake kwa lengo moja tu la kuweza kumzubaisha, na wao walikuwa na mission yao kule nyumbani. Haraka akawasha gari yake na kuondoka. Lakini Mwamba alipokuwa ameondoka tu, Deojong yule jambazi akawa ametimba katika meno haya, na kwa sababu anajua kwamba bidada ni samaki mtu na anataka kudhibitisha, haraka sana akapiga katika meno fulani vya nyumba ili bomba yaanze kutoa maji ya dharura. Bidada alijitahidi kukimbia sana ili asiweze kubadilika kabisa kuwa samaki, na Mwamba kazidi kumfukuzia bidada. Siku ya leo anataka kudhibitisha. Na Mwamba baada ya kumkimbiza sana bidada kwa umbali mrefu, mwisho wa siku akafika mpaka juu kabisa ya ghorofa na akataka kuweza kumsukumiza bidada ardhini, lakini bidada alipomshika tu mkono akamfuta kumbukumbu Mwamba zote. Hasa jamaa limekuja kushtuka, linashtukia kwamba liko juu kabisa ya ghorofa. Halielewi limefuata nini huko juu. Jamani, nimefuata nini huko juu? Mimi sielewi kitu chochote. Huko upande wa pili Mwamba Junje akazidi kumbembeleza mzee wake kwamba wanatakiwa kuondoka hapa nyumbani na anatakiwa kumwamini hata angalau kwa mara moja. Lakini mzee mwisho wa siku akasema kuwa naelewa kabisa kwamba wewe ni tapeli, naomba tu kwamba uondoke, siko tayari kuondoka na wewe. Baada ya hapo akafunga vilago vyao na kuweza kuondoka. Lakini bidada Sumchang alipoweza kufika nyumbani siku ya leo akakuta kwamba nyumba ilikuwa ni pweke sana. Kadri anavyozidi kuona upweke huu akawa anamisi sana jamaa. Mwamba Jayan alipoweza kufika kule nyumbani kwao, haraka sana akawa anamuuliza baba yake nini ambacho kimeweza kujiri, kuna mgeni yote aliingia hapa ndani? Lakini mzee akasema hapana, hakuna mtu alikuwa ameweza kuingia hapa ndani. Lakini pia walipokuwa wametulia hapa nyumbani, Taeho kwa sababu ni mtaalamu wa kuhaki akaja kugundua kwamba katika akaunti za pale nyumbani inaonekana kwamba pesa zimehamishwa zote kutokea katika akaunti ya baba kuelekea katika akaunti ya mtoto na mama wa kambo. Lakini pia wakaja kugundua kwamba kuna vidonge ambavyo mzee alikuwa anavitumia. Wakawa na wasiwasi kwamba huenda vidonge hivi ndio vinasababisha mzee asiweze kuona, ikabidi kumpatia huyu afande akavichunguze. Lakini walikuja kugundua kwamba katika chumba cha mzee kulikuwa kuna maua fulani hivi, na haya maua Nandu alipoweza kuyaona tu akasema kwamba maua haya yanatumika kumsaulisha mtu ama kumuondoa kumbukumbu zake. Anapolala jirani na maua haya ni hatari sana. Asa mama Okambo bana moja kwa moja akatimba kwa yule Daeon ambaye ni muuaji na akaanza kumuuliza nini kazi yangu imeendaje. Lakini jamaa anauliza kazi gani hiyo? Akagundua kwamba jamaa hana kumbukumbu hata kidogo. Kurudi nyumbani huku Mwamba Junje akawa anamsikia bidada leo siku ya leo ameplay muziki mkubwa sana. Moja kwa moja ikabidi kupandisha mpaka gorofani kwenda kupunguza sauti ya muziki, lakini akataka kumwangalia bidada je anaendelea vizuri au la. Lakini bidada akawa amemfukuza Mwamba. Basi ili asiweze kumkela bidada akabidi kwenda sebuleni kwenda kulala na Mwamba Nandu katika maeneo ya masofa. Lakini huku nje
wote kunaonekana kwamba yule muuaji huenda ameshakumbushwa matukio yote na huyu mama wa kambo. Sasa huyu mwanamama ili asiweze kuingia hasara kabisa, akamwambia huyu jamaa jambazi na kumwambia kwamba mtu aliyeweza kufuta kumbukumbu zako ni mwamba mmoja anafahamika kama June J, ni adui yako wa kitambo kirefu, kwa ni vyema ukalipa kisasi kwake. Lakini mwanamama pia alipokuwa amerudi nyumbani akapata taarifa kutoka kwa huyu mfanyakazi wa ndani akisema kwamba jana walikuja wafanyakazi wengi sana hapa nyumbani. Mwanamama akaanza kuunganisha matukio ya kesi kwamba huenda walikuwa wamevamiwa hapa ndani. Moja kwa moja kama kawaida akachukua vidonge na taratibu anaenda kumpelekea mume wake. Ila mume mtu akaanza kukumbuka kwamba huyu mwanamke nilikuwa nimemuoa, lakini alikuwa ametokea kwa mwanaume mwingine, na mwanaume aliyekuwa ametokea kwake alikuwa na upofu. Sijikawa hata huyu mwanaume wake wa kwanza alikuwa anatumia vidonge hivi vikamsababishia upofu, kwa anataka kunisababishia mimi upofu ili lengo aweze kuchuma mali za hii familia. Mwamba akawa amevitupa vile vidonge kisirisiri. Lakini mzee alijifanya ni mjanja sana, kumbe bana mke wake alikuwa akimtazama kila kitu anachokifanya. Nyakati za usiku mzee hana usingizi kabisa, akaanza kutembea tembea. Mwisho wa siku akaja kusikia kwamba mke wake alikuwa akiongea na jambazi wanapanga mipango ya kuweza kumwangamiza mtoto wake June Tai. Lakini pia maafisa wa polisi walikuwa wametega vinasa sauti, kwa walikuwa wanasikia mazungumzo yote yanayofanywa na huyu mwanamama. Huyu mzee alipoweza kuyasikia hayo akashtuka sana. Na mama alipokwenda kutazama mara mbili akagundua kwamba mzee bado alikuwa amebakia kule chumbani kwake. Ikabidi kuweza kumfuata, akamletea dawa na kumwambia kwamba unatakiwa kunywa hizo dawa haraka sana. Mzee akijifanya mjanja sana akazichukua zile dawa na kuzitupia katika eneo fulani vile la kikeni fulani, lakini akawa anataka kunywa yale maji ambayo ameletewa. Kumbe mwanamama anaelewa mchezo mzima ambao mzee anaocheza, alikuwa ametia sumu katika yale maji. Mzee akawa ameweza kunywa. Mwanamama akiwa anajua wazi kabisa kwamba mzee hatochukua laundi yoyote, akampigia simu anaye na kumwambia kwamba mzee si muda mrefu atakwenda kupoteza maisha, andaa kikao cha wanabodi na ujitangaze kwa rais wa kudumu wa kampuni. Mzee akaja kushtukia kwamba alikuwa ametegewa sumu katika kinywaji. Haraka sana akawa anaifuata simu yake. Alipokuwa anamtafuta mwamba June J, lakini aliweza kukosa mawasiliano. Moja kwa moja ikabidi kurekodi tu sauti. June J akiwa yuko busy tu na mazungumzo na rafiki zake, akawa anachukua simu yake, akaja kugundua kwamba mzee wake alikuwa amempigia kama mara 2-3 hivi, na mwisho wa siku akawa amemwachia ujumbe kwa kumwomba sana msamaha na kumwambia kwamba kile ulichokuwa unaniambia ni cha kweli. Mwamba June J haraka sana akapanda gari yake na kuondoka mpaka hapa mzee alipokuwa anaishi, lakini alipofika akishangaa kuona kwamba kulikuwa kuna ambulance nje, lakini ndani ulikuwa unatolewa mwili wa mzee. Mwamba alijikuta analia sana, hakuamini kabisa kwamba mzee wake angeweza kupoteza maisha katika namna ile. Sasa kabla ya mzee kuweza kufariki, kumbe Jiani alikuwa ameweza kufika hapa ndani na alimsikia mzee akiwa anatuma maneno ya mwisho kwa huyu mtoto wake. Alipothibitisha kwamba mzee tayari ameshakwisha kufa, basi akaosha kila kitu na kufuta ushahidi wote, kisha akawa amewapigia watu wa ambulance. Basi Mwamba Jiani baadaye akawaita polisi hapa nyumbani, na kwa huzuni sana akasema kwamba anasikitika sana kwa mtu aliyeweza kusababisha mauaji ya mzee wangu, na naahidi kwamba kama mtaweza kufanikiwa basi mimi nitatoa zawadi nono sana. Maafande wakauliza, "Je, wakati tukio linatokea mama yako alikuwa yuko wapi?" Yeye akasema kwamba mama alikuwa ameondoka kama masaa mawili aliweza kupita, kwa mama hakuepo kabisa hapa nyumbani. Wakati Mwamba Jiani anatoka nje ya nyumba, basi akakutana hapa na June J. June J anaanza kumshambulia dogo huyu sana tu. Wakati huo polisi wanamzuia na kumwambia acha kumshambulia, akasema kwamba anajua kwamba huyu ndio ameshirikiana na mamake kuweza kumuua mzee. Na Mwamba baada ya maelezo kidogo tu akaendeleza kichapo tena kwa jamaa, lakini baadaye polisi wakawa wamemshtua na kumpa ishara fulani kwamba hayo unayofanya ni mapema sana, ukutakiwa kuweza kushtua mambo mapema kiasi hiki. Mwamba moja kwa moja akaelekea kule katika maeneo ya hospitalini jirani na mochwali. Basi moja kwa moja hichi kitu kikawa kinamuumiza sana jamaa, ameketi chini analia kweli kweli. Bidada akawa amefika hapa Sumchani yule samaki mtu. Jamaa akamwomba bidada kwamba amfute kumbukumbu zote za uzoni. Bidada akamwambia kuwa siwezi nikafanya jambo hilo kwa sasa. Kati huo mama kamba akawa ametimba katika mitaa hiyo kusikia kwamba eti mzee wake ameweza kufariki, basi akajikuta anaanza kulia sana kwa maigizo. Akalia eti kana kwamba alikuwa ameweza kuzimia, basi akachukuliwa pale na kuweza kupelekwa sehemu nyingine. Watu wanaona tu ni drama tu hizo anazifanya. Lakini mke mtu ambaye pia aliweza kuachika zamani sana akawa anasema kwamba hata pamoja na yote babako alikuwa ananifanyia mimi mambo mabaya sana. Lakini June J akamwambia mama yake kwamba mzee alikuwa anapewa vidonge fulani ambavyo vilikuwa vinampofusha kila siku na kumwalibu kabisa akili yake. Kwa hata kama alikuwa anakufanyia mambo mabaya ni kwa sababu ya yule mama wa kambo. Baadaye mama wa kambo ameweza kuamka kutokea kule kwenye kuzimia kwake, na akawa anampigia mwanasheria na kumwambia kwamba andaa kila kitu mazingira vizuri kabisa kumtangaza mwanangu kuwa rais mpya wa kampuni. Hasa haya yote alikuwa anakizungumzwa, mtoto wake alikuwa anaweza kuyasikia. Kabidi kumfuata mama yake pale na kumwambia mama, hivi ina maana umehusika katika kumteketeza mzee? Mama mtu akafunguka kwa kwenda wazi tu kwamba ndio ni kweli nimeweza kuhusika, lakini yote kwa yote ni kwamba lengo langu wewe uje kuwa rais wa ile kampuni. Alafu kitu kingine ni kwamba haustahili kabisa kupata ulisi wewe. Mwamba akisikia kila wakati anashangaa kwa kwamba mamake ni mkatili kinoma noma. Mwisho wa siku akawa anatoka pale katika maeneo ya hospitalini. Hapa bana mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa ni mwamba mmoja hivi anafahamika kama Nando. Haraka sana akamfuata na kumwambia kwamba nitakuwa na bonge nono sana na pesa la kuweza kukabidhi kama utaweza kunisaidia kazi moja tu. Kumbuka kwamba Nando ana tamaa sana na anapenda sana pesa kupita kawaida. Akawa anamuuliza Mwamba, ni kazi gani ambayo unataka niifanye ambapo utanilipa pesa kubwa sana? Basi Mwamba Jayani moja kwa moja akawa amefungua kwa kusema kwamba anataka ukamuue June Jae kwa sababu huyu jamaa ana siri moja kubwa sana katika familia yangu. Nando akipiga kwenye mzani kiasi cha pesa alichokuwa ameahidiwa na swala la kuweza kumuua huyu jamaa, anaona kana kwamba mbona utafikia kiasi cha pesa ni kikubwa zaidi kuliko hata maisha ya huyu jamaa. Mwisho wa siku akawa amekubali kwenda kumteketeza rafiki yake wa karibu kabisa, ndugu aliyekuwa amedumu naye katika nyakati zote za shida na raha. Na kama ilivyokuwa mwanzoni kabisa miaka 300 iliyoweza kupita nyuma,
secretary aliweza kuota pale hospitalini kwamba waliokuwa wameweza kufanikisha zoezi la kuweza kumuua mwamba walikuwaga ni wawili, Nandu pamoja na mwamba Jayan. Hawa ndio waliweza kutekeleza mauaji ya yule mwamba Hyundai alipokuwa katika kipindi kile cha miaka 300 iliweza kupita nyuma. Na siku ya leo tena jambo linakwenda kujirudia kwa mara ya pili, kwa sababu hawa ndio wanapanga tena kwenda kumuua. Bali ni moja tu, je, utabiri wa profesa utakwenda kutimia kwamba hawa wawili wakiendelea kuwa pamoja, basi mmoja atakapokufa na mwingine atakwenda kufa pia? Na je, wataweza kufanikiwa kumuua mwamba kwa mara ya pili tena na unabii uweze kutimia? Tukutane katika episode ya 10 na ya mwisho kabisa likapu yetu nzuri sana. Kumbuka kwamba mimi naitwa DJ Pona, hii ni PVP Media Max. Kama kawaida, kila tunapofikisha like 100 basi episode ya mbele inakwenda kutoka.